Swali anauliza shekhi hapo kwamba wakati ule wa zamani, wakati wa utumwa, wale ambao watumwa wa kike waliokuwa wanamilikiwa, tulikuwa tunaruhusiwa kuwaoa wale watumwa. Je, katika zama hizi wale wafanyakazi wetu wa ndani wanaingia katika hukumu hiyo ya kuwa kama wale waliopita, kwamba tunaruhusiwa kuwaoa kama ni watumwa wetu? Ndio swali lako shehe. Kuwatumia katika muktadha gani? Kimwili. Shekhe anauliza wale watumwa tulikuwa tunaruhusiwa kuwatumia kimwili, je, hawa sasa hivi tunaruhusiwa, si ndio? Kwanza ni kusahihishe, wale watumwa wa zamani hakuna sheria iliyokuwa inaturuhusu sisi kuwatumia kimwili pasipo kupatikana halali. Kwa mfano, Mtume aligiwa zawadi mwanamke mmoja alikuwa akiitwa Maria Kiptia, na mfalme mmoja alikuwa akiitwa Muqawqis kutoka katika nchi ya Misri. Mtume akaletewa zawadi yule binti. Yule binti alikuwa sio Muislamu, yule binti alikuwa ni Myahudi, semekana hivyo, lakini alibadili dini akaingia katika Uislamu. Kwa aliletewa Mtume kama zawadi, kama mtumishi, lakini Mtume akaja akamuoa yule binti, sawa sawa. Kwa hiyo haikuwa inaruhusiwa kumwingilia mtumwa wako, eti kwa kuwa ni mtumwa wako ukaruhusiwa kumwingilia pasipo kufuata uhalali wa kisheria wa kumuoa yule mtumwa. Kilichoruhusiwa na sheria, tunaruhusiwa sisi, yani walikuwa wanaruhusiwa wale kuwaoa watumwa wao pasipo kutoa mahari, kwa sababu wale ni sehemu ya mali yao, ilikuwa inahesabika hivyo. Sasa unatoa mahari unampatia wakati nayo ni mali yako. Kwa hiyo waliruhusiwa kuwaoa pasipo kutoa mahari. Lakini kwa hawa sasa hivi, ukiwa na msichana wako wa kazi ndani, unaruhusiwa kumuoa, lakini kwa sharti ya kufuata taratibu za dini inavyotaka. Kama sio Muislamu, sharti awe ni Muislamu, na kama kuna mahari, sharti umpe mahari yake, kwa sababu yule sio mtumwa. Yule kaja kufanya kazi, wewe hujamnunua yule kaja kufanya kazi. Kwa hiyo utafuata taratibu zote za sheria zinakutaka. Wale zamani ulikuwa unanunua na kwa mali yako, kwa hiyo ilikuwa unaruhusiwa kumuoa pasipo kutoa mahari, lakini sio kumuingilia tu, lazima umuoe. Wallahu wa rasul a'lam. Nadhani swali lilikuwa ni moja. Inshallah kuna swali la pili. La pili ya mwisho inshallah. Swali la pili ni kwamba kwa mfano, mimi katika ujana ikatokea nikazaa, nikapata mtoto wa kike, halafu baada ya kuoa nikaoa mwanamke ambaye na yeye katika ujana wake utundu akazaa huko nje, akapata mtoto wa kiume. Tukaingia kwenye ndoa kwamba yeye tayari ana goli moja na mimi tayari nina goli moja pembeni. Sasa hawa watoto wanaruhusiwa kuoana? Yaani mtoto wangu mimi nilomzaa huko nje na mtoto wa mke wangu ambaye amemzaa huko nje, ambaye hapatikana katika hii ndoa, hawa watoto wataruhusiwa kuoana? Swali shekhi anauliza, umezaa mtoto wako nje ya ndoa na yule mwanamke uliomuoa naye alikuwa na mtoto wake nje ya ndoa, sawa sawa. Kwa hiyo umekutana mtu na dada yake, huyu kaka wa kambo na huyu dada wa kambo umekutana. Je, inaruhusiwa hawa watu kuoana kwa mujibu wa sheria? Swali hili halina tofauti na ile swali ambalo lina ikhtilafu ya mtoto wako wa nje ya ndoa unaweza kumuoa. Unafahamu? Japokuwa kuna baadhi ya watu wanahalalisha, lakini hii ni makruhu kubwa sana. Yaani hata kama umemzaa nje ya ndoa huwezi kumuoa yule mwanao, japokuwa kisheria sio mwanao. Unajua kilichotenganisha kwa huyu sio mwanao ni sheria, sababu umemzaa nje ya ndoa, lakini kimsingi ni kwamba ile mbegu ilikuwa ni ya kwako. Lakini sasa kwa sababu hatuna uhakika, kinachothibitisha tupate uhakika kwamba ni wako ni ndoa, tunapata kwamba ni wako. Sasa huwezi tena kwenda kuoa yule mtoto wako, japokuwa baadhi ya wanachuo wanaruhusu, lakini hiyo ni makruhu, ni karaha kubwa sana kwenda kuoa mtoto wako. Sasa hawa dada na kaka ambao huyo kazaliwa nje ya ndoa, huyo, je, kisheria hawa wanaweza kwenda kuoana? Kimsingi ukisoma katika wanawake ambao sisi ni ruhusa kuwaoa,
ni ruksa kuwaoa, yani huyu hujakatazwa kumuoa, hujakatazwa kumuoa, kwa sababu ingelikuwa mmenyonya wote titi moja, ingekuwa imeingia kwenye radhaa, ingekuwa imekatazwa wewe kumuoa. Lakini kwa sababu hamkunyonya titi moja, yule mama yake yule na wewe huyu, wewe baba yake yule na baba yake mwingine, na wewe umemzaa huyu nje ya ndoa. Ukisoma katika wanawake tuliokatazwa kuwaoa, huyu hayupo, sababu sisi tumekataza wanawake wa kuoa, wameorodheshwa pale: mama, bibi, dada, mlonyonya wote ziwa moja. Lakini kuna wengine wote tumeainishiwa, mtoto wa mjomba unaoa, baba mdogo, yani hivyo tumeainishiwa. Lakini sasa katika waliokatazwa huyu hayupo. Kwa hiyo ikiwa hayupo mule, maana yake mwanamke yote ikiwa hayupo umeruhusiwa kumuoa. Kwa hiyo huyo hayupo na kisheria unaruhusiwa kumuoa. Allah wa rasul a'lam. Inshallah tukomee hapa. Allah akijalia, Jumatano tutakuja kuendelea na somo letu la tauhid, na nukta tutakayokuwa nayo ni hiyo hadithi ya Mtume, akhbirni anil islam wa hadha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.